kwamba biashara ya familia inahitaji usajili rasmi. Kwanza ama biashara ndogo wala kubwa, ila ni kwa jinsi gani tu wewe umeamua kufanya expansion ya hiyo biashara. Mpaka hiyo biashara kuna categories au kuna criteria ambayo imequalify. Unatoa huduma ama unatoa service, unalipa value kutokana na value ya huduma uliyotoa. So hiyo value inaweza kuwa ni cash ama other form ya value. So usiseme tu hii ni biashara ya familia au mimi ni mume na mke. Lazima msajili na muwe clear, especially kama mnafanya biashara ya familia, lazima muisajili. Lengo la kusajili biashara sio kwa sababu tu nyewe mnaheshimiana au mnafahamiana au mnaleta shida. Lengo la kusajili biashara ni mnakuwa mna malengo yafuatayo. Moja, kuipa utambulisho wa kisheria. Sheria kuitambua kampuni ama biashara yenu. Moja. Pili, kupata access na taasisi za kifedha. Mkitaka kupata fund hata kama ni familia, lazima mwende kwenye taasisi za kifedha ambazo zitawapa fund. Na taasisi za kifedha, kwa mfano kama benki, haiwezi kukupa fund wala mkopo ukiwa hujisajili kampuni yako au biashara yako. Watakuwa na uhakika gani kwamba utarudisha? Hawa ni vivid ni kampuni kweli au ni biashara? Ndio ukikimbia na yao kwa lazima usajiliwe. Cha tatu, uweze kupata account za benki, ku-issue invoice kwa wateja kama wewe hujasajili kampuni yako. Lazima usajili kampuni yako, uwe na uhakika kwa kuweza kupata account ya benki ambayo utapitisha pesa zako kule, ambapo sasa itakuwa vizuri kutunza na kukeep records za biashara yako, vile vile kuissue invoice za biashara zako, vile vile kufanya kazi wewe na makampuni mengine au wewe na biashara nyingine. Unapoingia kufanya biashara bila kuwa mmesajili, nyinyi mnakuwa kwenye risk na hatari ya kutokupata faida zenu ambazo mkitegemea kuzipata. Kwa hiyo what you supposed to do, inabidi mhakikishe mmesajili hiyo biashara ili iwe rahisi nyinyi kuweza kuwa safe na salama kwenye upande wa usalama, ushirikiano na utendaji kazi na fulfillment ya kitu ambacho mmekubaliana kwenye hiyo plan. So msiposajili kampuni yenu nyinyi mnakuwa kwenye risk hii yote. Mwisho, kufanya biashara za kimataifa. Ni kazi sana kufanya biashara za kimataifa kama mjasajiliwa, ni hata kama ni biashara ya familia. So haijalishi ni biashara ya familia tu, ni biashara ya nyumbani, hii ni mume na mke, mambo yanabadilika sana rafiki yangu. Mambo yanabadilika sana, especially kama ni mwanamke. Hakikisha unamwambia mume wako unasajili kampuni, kwa sababu msiposajili kampuni na mkafanya biashara pamoja, mkiachana ndio inakuwa imeisha. Faida yako leo unahangaika, tekaika hizo kujituma. Inakuwaje? Mkiachana na mmesajili kampuni ya mwachani, ni muundo tayari ambao umeshaka pale, mwachani mno. Nyinyi mtaendelea kugawana dividends kila mwaka, na asipokugawia dividends unampeleka mahakamani. Ukimpeleka mahakamani atakulipa. Sajilini kampuni. Tena wewe kama ni mume na mke, make sure unasajili kampuni. Kama ni msichana hajaolewa bado, ni mko kwenye uchumba, hakikisheni mnasajili kampuni. Kesho kutwa jamaa huyu atapata mchumba mwingine, anakuacha. Na akishakuacha sio utafanyaje? Inabidi usajili kampuni. Ukishafanya sajili kampuni, gawio lako liwepo kila mwaka.